Siku ya leo tutafakari juu ya jinsi gani Mkristo analikwa, anatakiwa, anaagizwa afanye kazi ya chumvi katika jamii, afanye kazi ya nuru katika jamii. Tunaalikwa kuwa chumvi na nuru. Ni mwaliko na agizo kutoka Bwana wetu Yesu Kristo. Maandiko matakatifu ya Dominika ya 5 ya mwaka A daima yananifanya nivute kumbukumbu ya enzi za ujana wangu nikiwa shule ya msingi, nilipomtembelea rafiki yangu ambaye amepofuka macho, ni kipofu, haoni kabisa, anaishi katika ulimwengu wa kiza kikuu. Kwa kuwa nilipomtembelea giza lilishaingia, alifanya kitu fulani kilichonipa fundisho kubwa ambalo sijawahi kulisahau maishani mwangu. Nilishangaa mara tu aliponikaribisha nyumbani kwake, aliwasha taa. Nilimuuliza kwa nini amewasha taa wakati haoni. Alinijibu kwa kicheko kirefu, kisha akazima taa na kwenda jikoni. Baada ya kitambo kidogo alirudi na birika ya chai, vikombe na mayai, akaviweka kwa uzuri kabisa mezani. Kisha akawasha tena taa na kuniambia, "Rafiki, sikuwasha taa hii kwa ajili yangu ili nione, au kwa sababu mimi nilihitaji mwanga, ila kwani wewe ulihitaji mwanga ili uone, kwa kuwa wewe una macho yanayoona, wala si kipofu kama mimi nilivyo kipofu. Wewe unaniona mimi, lakini mimi sikuoni." Maneno hayo yaliniumiza sana. Nikatokwa na machozi, nikalia, lakini yeye hakuweza kuona machozi yangu. Akaendelea kuniuliza maswali ambayo pia napenda maswali hayo niyaelekeze kwako, uangalie namna ya kuyajibu. Aliniuliza pia, nakuuliza wewe,
Ni mara ngapi umewazimia taa au mwanga watu wengine na kuwakatalia au kuwazuilia fursa ya kuona mwanga, eti kwa sababu wewe binafsi hauhitaji mwanga huo? Ni mara ngapi umewazimia wengine mwanga, taa au mshumaa na kuwakatalia wengine fursa ya kuona mwanga wakati wako gizani na wanahitaji mwanga huo, wewe unazima? Kwa nini unaendelea kutunisha pochi yako au akaunti zako za fedha benkini kwa malaki na malaki, mamilioni kwa mamilioni, wakati mtoto mdogo wako au jirani yako anatembea pekupeku na ameshindwa kwenda shule au kuendelea na shule sababu amekosa karo na mahitaji mengine ya kawaida kama vile sare, sabuni, kikombe cha uji, begi, mswaki, dawa ya meno, daftari, peni na kadhalika. Unapofanya hivyo unamzimia taa, nuru huyu anayehitaji mapesa. Wewe unatunza benkini na unakufa unayacha. Kwa nini unatupa kwenye jalala au unachoma nguo usizozihitaji wakati unamwona au unamsikia mtu aliye uchi, hana cha kuvaa au cha kujifunika wakati wa baridi? Kwa nini unaacha chakula kinaozea stowani au shambani wakati kuna fulani kule analala njaa au anashinda njaa na pengine ni mgonjwa, anahitaji chakula kiweze kumsaidia katika kupona? Unaenda kumwangalia mgonjwa mikono mitupu, eti nenda kumjulia hali, mbebe chochote, na nyumbani umeacha vyakula vya kutosha. Kwa nini unaona fursa nyingi za kibiashara zinakujia na unaamua kuzificha? Huwashirikishi wafanyabiashara wenzako au marafiki zako, wakati ukijua fika huna uwezo wa kuzitumia fursa hizo, eti wasije wakakuzidi wakipata hizo fursa. Kwa nini unapokuwa boss au una cheo au wadhifa wa kumsaidia mtu fulani kupata ajira au kupandishwa cheo au kupewa ruzuku au mkopo wa kwenda chuo kikuu, unaibinya hiyo fursa eti kwa sababu mtu ambaye angenufaika na bahati hiyo si ndugu yako, si jamaa yako, au si mwanaukoo wako, au si wakata yako, au wa kabila lako, au imani yako,
au si mwanachama chako cha siasa au chama chako cha mchezo. Unabinya fursa mpaka awe mwanachama cha mchezo wako au awe mwanachama chako cha siasa. Hapo ndiye atanufaika na fursa hiyo. Kwa nini uwadhalilishe kaka au dada zako kwa sababu taki mtu yeyote awasaidie wafanikiwe wapate maendeleo kukuzidi? Kwa nini unapokea barua ya uhamisho uandae vizuri taarifa ya makabidhiano kusudi huyu naye mkabidhi ofisi apate nuru ya kuendeleza hiyo ofisi vizuri? Unaacha umevuruga mafaili, kompyuta, unailisha virusi, unaacha umefilisi hazina na stoa, umevuruga funguo za milango na kutoa label, vitambulisho, anwani, ni kwamba au karatasi hii, funguo huu na kuwa na kikaratasi chake kiandika huu funguo unafungua mlango fulani chumba fulani, kusudi iwe rahisi kubaini. Unaacha umechana hivyo, umechanganya funguo zote unaweka kwenye kapu moja. Kama hiyo ofisi au taasisi ina milango 40 au zaidi, basi huyu anayekabidhiwa atumie sio mwezi mzima anajaribisha funguo 40 kwa mlango mmoja, kuangalia ni upi unaweza kufungua pale na tupa pale, mpaka anaamua pengine kubadilisha vitasi. Huko ni kumzimia mtu mwanga, nuru, ukilenga kwamba anayekuja kuchukua nafasi yako aonekane ni mjinga, lofa na zubazuba, ashindwe kuendesha ofisi na anze na moja. Kwa nini unapopewa misaada kugawia kaya masikini unajigawia wewe kwanza, ambaye si maskini, na pengine na ukula pesa yote na kupotelea mahali kusikojulikana? Kwa nini wewe unajisajili katika orodha ya kaya maskini wakati wewe si maskini, si fukara? Na fukara walengwa na kosa. Kwa nini wewe ukibatika kupokea pesa hizo ili ziwasaidie wanakaya, wanafamilia, unaishia kukesha ba na unarudi nyumbani umelewa chakari bila shilingi yoyote mfukoni, unakuwa mbogo na kuvuruga amani ya familia? Kwa nini wewe Mkristo Mkatoliki hufungi ndoa kanisani na kuachana na matendo ya giza ya uasherati, sugu, uzinzi, ngono, na kuacha watoto waliozaliwa katika muungano huo najisi na haramu waendelee kunyonya dhambi, na pengine kuwaleta wabatizwe wakiwa watoto haramu, au
kuwabatiza. Katika madhehebu mengine ambayo hayana ishara ya msalaba wa Yesu msulubiwa, ambayo hayamtambui Bikira Maria kama mama yetu, madhehebu ambayo hayatambui sala ya rozari, madhehebu ambayo hayatambui sakramenti 7, madhehebu ambayo hayamtambui Baba Mtakatifu na yana Biblia Katoliki iliyokamilika katika vitabu vyake. Kila swali lililoulizwa hapo juu na maswali mengine mengi kama hayo utakayoulizwa au utakayojiuliza ni sawasawa na kuzima taa au mwanga ili wenzetu wasione, ili wenzetu wasifanikiwe, ili wenzetu wasiishi kwa amani na furaha. Kumbuka daima, nazingatia daima kwamba umeumbwa kwa ajili ya wengine. Umepewa karama au vipaji au talanta au baraka kwa ajili ya wengine, si kwa ajili yako.